Odysseus, the greatest adventure of all time. Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja na kwenda kuvunja movie moja ya kibabe ambayo ilitoka mnamo mwaka 1997 inayoitwa Odyssey. Na madhumuni makubwa kabisa kuvunja hii movie ni kupa mwanga fulani hivi muona kuhusu movie inayofuata ya Christopher Nolan inayoitwa Odyssey ambayo imetoka mwaka huu, mwaka 2026. Na kwa ujumla story nzima ya Odyssey inamhusu mchizi mmoja aliyekuwa Odysseus kutoka kitongoji kimoja au ufalme mmoja ndani ya Greek mythology unaoitwa Ithaca, na jinsi gani sasa miungu ya Kigiriki especially mungu mmoja aliyekuwa Poseidon alipomlaani huyu mchizi kiasi kwamba sasa umeona ikachukua takriban miaka 10 baada ya vita vya Troja umeona kwa jamaa wetu kutoka pande za Troy na kurudi moja kwa moja nyumbani kwake pande za Ithaca, wakati safari itakiwa ichukue takriban mwezi mmoja au wiki 3 umeona kutoka Troy hadi Ithaca. Na je, ni laana gani hasa na kwa nini huyu mchizi alichukua miaka 10 umeona kusafiri kutoka Troy na kufika moja kwa moja katika sehemu inaitwa Ithaca? Na kama wewe ni mara ya kwanza kabisa ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na movie yetu inatake place katika kipindi fulani ndani ya Greek mythology kinachoitwa Trojan Wars, na kutaka kufahamu vizuri kabisa hivi vita vya Trojan na bido cheki movie moja hivi inayoitwa Troy. Na jamaa sasa kama alikuwa ni mfalme wa Ithaca alihitajika kuingia moja kwa moja katika mapambano, na jamaa anavyoonekana alikuwa upande wa ufalme wa Kigiriki, na kipindi ambacho sasa ufalme wa Kigiriki pamoja na falme mbalimbali ziliingia katika vita dhidi ya ufalme mmoja unaitwa Troy. Na kwa bahati mbaya wakati jamaa anaondoka sasa alimwacha mke wake amejifungua na mtoto wa kiume alikuwa akiitwa Telemachus. Umeona mpaka hapo? Na jamaa akamwambia mke wake Penelope, bwana yani vita sijui itachukua muda gani na sijui itarudi lini. Yani umeona mpaka hapo? Ikitokea kwamba mtoto wa kiume kaota ndevu, basi bila shaka mimi Odysseus sitaweza kurudi na itakuwa ni muda mwafaka kabisa kwa Penelope sasa kuolewa na mtu mwingine. Na tunaona jamaa anajiandaa na safari, na akiwa safarini sasa umeona alikuwa akiongozwa na mungu mmoja hivi umeona katika ulimwengu wa Greek mythology aliyekuitwa Athena. Na hapa tunaomba kitu kimoja kwamba watu wa Ithaca wote umeona walikuwa kimwabudu huyu mungu huyu alikuwa akiitwa Athena. Na kweli kabisa tunaona hapa umeona mchizi wetu Odysseus pamoja na wenzake wanafanikiwa kuingia pande za Troy, na hivi vita vilichukua takriban miaka 10. Yani umeona mpaka hapo, na katika miaka 7 ya kwanza kabisa umeona mmoja wa shujaa wa Kigiriki alikuwa akiitwa Achilles alifariki dunia. Na washikaji ambao watakumfahamu vizuri kabisa Achilles ni nani, inabidi wacheki ile movie inaitwa Troy, na nafasi ya Achilles katika movie ya Troy ilichezwa na mchizi wetu huyu Brad Pitt. Na movie ya Troy ni bonge moja la movie, na katika miaka 3 iliyobaki mchizi wetu Odysseus alidesign kitu kimoja hivi katika ulimwengu Greek mythology tunachokiita Trojan Horse. Yani Trojan Horse ilikuwa ni kama sanamu fulani la farasi ambao watu walikuwa kiingia mle ndani na kujificha. Na huyu jamaa mpango wake mkubwa kabisa aliamini kitu kimoja kwamba muona washikaji wa Troy wakija wakiona ile sanamu wataamini kitu kimoja kwamba empire za Kigiriki zimekimbia hii vita, na wakaamua sasa kutengeneza sanamu ili la farasi kwa ajili kama kutoa heshima fulani hivi. Ila kiwalisia walikuwa na mpango sasa wa kujificha ndani, na wakaamini kitu kimoja kwamba watu wa Troy watachukua ile sanamu na kuliingiza moja kwa moja ndani ya empire yao. Umeona mpaka hapo? Na ikifika muda fulani wa usiku basi washikaji watachomoka chini sasa umeona kutoka ndani ya ile sanamu na kuanza kuua watu. Na kwa washikaji ambao wamesoma masomo ya computer science tunakutana na kirusi fulani hivi au computer virus fulani inayoitwa Trojan. Umeona mpaka hapo? Kwa hiyo sasa hiki kirusi cha Trojan inspiration yake imetokana sasa na Trojan Wars. Ila sasa umeona mchungaji huyu umeona au tuseme labda shaman umeona wa Empire Troy akasema kitu kimoja kama vipi bwana ile sanamu tulipige moto. Umeona mpaka hapo? Na ushaman alifahamu kila kitu kuhusu mipango mizima ya Trojan Horse au ile farasi la Trojan. Ila kwa bahati mbaya sasa tukaona hapa umeona kuna mdudu fulani wa ajabu ambao aliingia ndani ya maji na kumuua ushaman. Umeona mpaka hapo? Na moja kwa moja tukafahamu kitu kimoja kwamba huyu mdudu alikuwa ametumwa na mungu mmoja wa Kigiriki alikuwa akiitwa Poseidon. Na tunaona kwa bahati mbaya watu wa Troy wakalichukua ile sanamu na kuliingiza moja kwa moja ndani ya mji wao. Na usiku ulipofika sasa washikaji hao wameona ambao walikuwa ndani ya ile sanamu wakatoka wakaanza kuua watu kibao na wanajeshi ambao walikuwemo katika Empire Troy, na moja kwa moja sasa Empire Troy ikafa. Yani umeona ikadondoka chini umeona baada ya mchezo wetu Odysseus kuingia na ile Trojan Horse. Ila kuna kitu kimoja sasa umeona mchizi wetu baada ya kutoka nje sasa akaanza kujisifia yeye ndo yani mipango mzima ilikuwa ni mipango ya Odysseus, na vile pia sasa umeona akajiona yeye kashinda bila nguvu ya miungu. Na kutokana na hicho kitu sasa umeona huyu mungu mmoja alikuwa kitwa Poseidon akashikwa na hasira akinoma, akasema lazima sasa umeona aifanye safari ya Odysseus kutoka pande za Troy kurudi moja kwa moja nyumbani kwake Ithaca
kuwa ngumu yani. Na kwa bahati mbaya ni kwamba hii safari ilichukua takriban miaka 10 kutoka Troy na kuingia moja kwa moja pande za Ithaka. Nakumbuka sasa umeona umbali kutoka Troy hadi Ithaka ulikuwa sio mkubwa sana, kwa kiasi kwamba sasa Odysseus pamoja na wenzake walitakiwa wachukue takriban wiki 3 hadi mwezi umeona kufika nyumbani, na kwa bahati mbaya ilichukua miaka 10. Na je, sasa ni dharuba gani au majanga gani ambayo aliyowakuta sasa umeona Odysseus na wenzake kiasi kwamba sasa Odysseus ilimchukua miaka mingine 10 umeona kurudi nyumbani? Na kwa upande mwingine pia pande za Ithaka huku tunamuona Telemachus alikuwa amekuwa, nakumbuka alikuwa mpita takriban miaka 10 yani. Na kwa upande mwingine pia tunamuona mke wake hapa umeona Penelope, naye pia alikuwa amemiss sana mume wake. Na kwa upande mwingine pia tunamuona mamake Odysseus, naye pia yani alikuwa akilia muda mwingi umeona akimiss mtoto wake, na watu wengi sana alikuwa amehisi yani maybe umeona Odysseus alikuwa kafariki dunia. Na hichi kitu ni kitu fulani ambacho kilikuwa kimuumiza sana Penelope pamoja na mamake mzazi Odysseus. Na kwa upande mwingine pia tunaona pamoja kazi ya Poseidon kumpa adhabu Odysseus ilianza mara moja. Na kwanza kabisa tuko na ukungu mkubwa kabisa katika safari ya Odysseus pamoja na wenzake, na kwa bahati mbaya wakapotea kwenye kisiwa fulani hivi. Na kisiwa fulani hivi walikuwa kiishi umeona viumbe fulani hivi katika ulimwengu wa Greek mythology walikuwa wakiitwa Cyclops, na wa Cyclops walikuwa ni viumbe fulani hivi wakubwa ambao walikuwa na jicho moja. Na mara nyingi wa Cyclops huwa ni wafugaji na vile pia wanapenda sana kula nyama. Na kwa bahati mbaya walikutana na Cyclops mmoja alikuwa kiitwa Polyphemus, na kwa bahati mbaya ni kwamba Polyphemus alikuwa ni mmoja wa watoto wa Mungu alikuwa kiitwa Poseidon. Umeona mpaka hapo. Na kwa bahati mbaya sasa bwana Odysseus na washikaji zake wakaingia moja kwa moja katika pango hili ambalo alikuwa akiishi Polyphemus. Na kwa bahati mbaya ni kwamba sasa baada ya Polyphemus kurudi umeona taratibu akaanza kumla sasa umeona mtu mmoja na mtu mwingine. Na Odysseus akafikiria kitu kimoja kwamba okay, njia pekee ya kuweza kuescape ndani ya pango ilikuwa lazima sasa umeona wampe pombe huyu Polyphemus, na kweli wakafanikiwa kumpa pombe Polyphemus na Polyphemus akazima. Na baadaye kabisa wakaamua umeona kumtoboa jicho huyu mchizi. Na baada ya mifarakano ya hapa na pale Odysseus pamoja na wenzake walifanikiwa kuchomoka, ingawa kuna baadhi yao walifariki dunia. Na tunaona baadaye kabisa sasa hii safari ikawapeleka moja kwa moja hadi kwenye kisiwa fulani hivi, na ndani ya kisiwa kutana na mungu mwingine wa Kigiriki. Umeona huyo mungu alikuwa ni mungu wa upepo, na huyo mungu wa upepo alimpenda fulani Odysseus kwa sababu Odysseus alikuwa na uwezo wa kupambana fulani hivi na miungu mbalimbali. Umeona mpaka hapo na kutana nacho kitu sasa huyo mungu wa upepo huyo umeona kama kuchukua upepo wote wa dharuba na kuingiza ndani ya mtungi fulani hivi. Umeona ndani kubwa kabisa ya kuchukua upepo pamoja na dharuba na kuingiza ndani ya mtungi ilikuwa ni kumsaidia Odysseus afike nyumbani kwao Ithaka kwa takriban siku 9 hadi siku 10. Umeona mpaka hapo, kwa sababu upepo pamoja na dharuba ilikuwa ni sio kitu kizuri yani umeona kwa watu wanaosafiri kwa kutumia mtumbwi. Na kweli kabisa yani umeona Odysseus pamoja na wenzake waliondoka na mtumbwi, na taratibu sasa walikuwa wakifikia nyumbani kwao, ila kwa bahati mbaya sasa umeona rafiki zake na Odysseus walisikia kitu kimoja, maybe mtungi ndani yake ulikuwa na mali fulani au dhahabu fulani hivi. Umeona mpaka hapo wakaamua kuchukua mtungi na kuufungua, ila kwa bahati mbaya ndani yake kulikuwa kuna dharuba ya upepo, na dharuba ya upepo umeona walitibua kila kitu kiasi kwamba sasa umeona mtumbwi mzima wa Odysseus pamoja na wenzake ukachomoka kutoka katika fuku za Ithaka na kuingia moja kwa moja sehemu fulani isiyojulikana. Na hii sehemu sasa alikuwa kiishi mchawi mmoja hivi, na mchawi tabia kubwa kabisa ilikuwa ni kubadilisha binadamu kuwa wanyama. Umeona mpaka hapo, ila kwa bahati nzuri miungu ya Kigiriki kaamua kumtuma messenger mmoja katika Greek mythology alikuwa akiitwa Hermes, na Hermes alifanikiwa kumsaidia Odysseus umeona baada ya kula mmea fulani ili asibadilike na kuwa mnyama. Na kwa bahati nzuri tukaona hapa wenzake pia wakabadilika kuwa binadamu wa kawaida na wakaanza kunywa na kula bata. Ila kwa bahati mbaya sana ni kwamba huyu mchawi umeona alikuwa na maeneo fulani hivi ambayo time ilikuwa iko tofauti, na ni kwamba sasa mwana Odysseus pamoja na wenzake walisikia kitu kimoja kwamba wameishi pale kwa muda wa siku 5, ile kuhalisia ilikuwa ni miaka 5. Kwa jumlisha miaka 10 ya vita pamoja na miaka 5 ni kwamba hadi sasa Odysseus alikuwa mbali na Ithaka kwa takriban miaka 15. Na kwa bahati mbaya kurudi nyumbani Ithaka sasa mamake mzazi Odysseus alikuwa kaumia sana kinoma ni kutomuona mwanae wa kiume, na kutokana na hicho kitu sasa mwana wa mamake mzazi akaamua kujiua na kujizamisha ndani ya maji. Na kwa upande mwingine pia tukirudi katika kisiwa hicho tunamuona huyo mchawi anawaambia Odysseus na wenzake kwamba njia pekee ya kuweza kurudi nyumbani ni lazima mpitie kuzimu, na kuzimu atakutana na prophet mmoja alikuwa kiitwa Tiresias, na Tiresias atampa siri zote na njia zote jinsi gani sasa umeona ya kurudi nyumbani
nyumbani pande za Ithaka, na njia pekee ya kuingia kuzimu ilikuwa lazima wapite katika mto wa moto. Umeona mpaka hapo? Na kwa kabisa tunaona hapa Odysseus pamoja na wenzake wanachukua mtundu wao na kuingia moja kwa moja karibu sasa na mto wa moto, na vile pia tunaona Odysseus hapa anaamua kuingia ile njia sasa ya kuingia kuzimu pamoja na kafara fulani vya mbuzi yani. Na kweli kabisa yani, umeona baada ya Odysseus kuingia moja kwa moja pande za kuzimu anakutana na huyu prophet aliyekufa. Huyu alikuwa anaitwa Tiresias, na Tiresias anamwambia kitu kimoja, kwamba njia pekee ya kuweza kusurvive na kurudi nyumbani lazima sampitie katika njia sasa ambayo kuna dudu fulani hivi ndani ya Greek mythology ambao tunaoita Scylla pamoja na Charybdis. Na vile pia sasa umeona katana rudi hivi, kwa bahati mbaya bahati nzuri, umeona Odysseus anafanikiwa kukutana na roho ya mama yake mzazi. Yani mama yake mzazi baada ya kufa aliingia moja kwa moja kuzimu, na anamwambia mwanae kwamba dada, nisamee bwana, yani nilijaribu kusubiri, ile ilikuwa ni too much, nikaamua kujiua. Ila nyumbani uko muona Penelope anakusubiri pande za Ithaka, na vile pia yani kuna wachumba wengi sana ambao wanamsumbua Penelope. Na kweli kabisa tukudi pande za Ithaka, yani wachumba walikuwa ni wengi, umeona wamejaa pale nyumbani kwa Odysseus. Umeona ni kitu fulani ambacho kilikuwa kimuumiza sana mtoto wake Telemachus. Na kwa bahati mbaya ni kwamba hawa wachumba walikuwa na mpango si tu wa kumuoa Penelope, vile pia walikuwa na mpango wa kuchukua ufalme mzima wa Ithaka. Ni muona mpaka hapo. Na vile pia walikuwa na mpango wa kumuoa Telemachus, kwa sababu Telemachus umeona alikuwa ni kama mrithi wa ufalme wa Ithaka. Umeona mpaka hapo. Na kwa upande mwingine tunaona hapa Odysseus pamoja na wenzake wanafanikiwa kuchukua boti yao na kuingia moja kwa moja katika njia hii, umeona, ambao kuna wadudu wa umeona wa Scylla pamoja na Charybdis. Na kwa bahati mbaya sasa umeona mpaka hapo wakiingia kabisa ndani ya mto, umeona watu wengi sana waliuawa hapa, na mdudu alikuwa kitu Scylla. Na mdudu Scylla sasa alikuwa ni kama monster fulani hivi ambaye alikuwa na vichwa 6 yani, umeona mpaka hapo. Na baada ya hapo sasa, baada ya kutoka umeona katika ile pango kwa nje, sasa wanakutana na huyu mdudu alikuwa kitu Charybdis. Na Charybdis alikuwa kama samaki fulani hivi ambaye alikuwa na bonge moja la mdomo. Na kwa bahati mbaya sasa memba wote Odysseus umeona pamoja na boti lake hapa lote linaliwa na huo mdomo. Ila kwa bahati nzuri mtu pekee ambaye alifanikiwa kusurvive kwa mwingine alikuwa ni Odysseus. Na Odysseus baada ya kuamka anajikuta sasa katika kisiwa fulani hivi cha ajabu, na kisiwa sasa alikuwa kiishi umeona mungu mwingine alikuwa kiitwa Calypso, na ni kisiwa fulani ambacho kilikuwa kimejaa mabikira fulani hivi, umeona mpaka hapo. Kwa Calypso pamoja na mabikira yani walifurahi kunoma kumuona Odysseus, kwa sababu kuna baadhi ya mabikira walikuwa hawajawahi kumuona mwanaume yani muona tangu azaliwe. Kwa hiyo sasa Odysseus akanatumika kama chombo fulani hivi cha starehe, umeona, cha Calypso pamoja na wadada. Na hapa inaonekana Calypso alimteka Odysseus kwa takriban miaka 2 yani. Kwa hadi sasa nimepita kama miaka kama 17 hadi 18, umeona, tangu Odysseus achomoke pande za Ithaka. Ila baadaye kabisa tunaona miungu ikamtuma tena huyo messenger anaitwa Hermes, kama vipi umeona umwachie yani kama vipi Calypso amwachie Odysseus aendelee na safari yake. Na kweli kabisa tunaona hapa umeona Odysseus anaandaa boti yake special na anafika kuchomoka sasa, umeona, kutoka sehemu kuelekea sehemu nyingine kwa nia ya kuelekea Ithaka. Na kwa upande mwingine pia pande za Ithaka dogo anazidi kukua yani, maswali yanazidi kuwa mengi, baba yake yuko wapi, umeona mpaka hapo. Na akademand kama vipi sasa ufalme wa Ithaka umpe boti, umeona, ambayo itamfanya udogo Telemachus asafiri kutoka Ithaka kwenda pande nyingine kwa nia kumtafuta baba yake. Na kweli kabisa anapewa boti, umeona, hii boti inampeleka moja kwa moja hadi katika ufalme wa Sparta. Na baada ya kuingia huko anakutana na marafiki wa zamani wa baba yake, umeona mpaka hapo. Na jamaa anamwambia kitu kimoja kwamba yani ile vita iliisha kitambo sana yani, miaka mingi sana iliyopita, na watu wengi sana ambao waliparticipate katika hiyo vita washarudi nyumbani. Kwa kama baba yako mpaka sasa hivi hajarudi, na ile safari inachukua takribani wiki 3 kutoka pande za Troy hadi Ithaka, basi bila shaka yani babako mzazi atakuwa kafariki dunia. Kwa baada ya hapo tunamwona Telemachus anaamua kurudi nyumbani pande za Ithaka, akiamini kitu kimoja kwamba babake mzazi kafariki dunia. Ila kwa bahati nzuri kwa upande mwingine kabisa tunamwona Odysseus anafanikiwa kuingia katika ardhi fulani vya watu fulani wanaoitwa Phaeacians. Na Phaeacians katika Greek mythology ni watu fulani ambao ni wavuvi wazuri yani, umeona mpaka hapo. Na wajamaa walikuwa wanajua stori nyingi sana, umeona, kuhusu Odysseus, na walifurahi kunoma yani, umeona, kukutana na ujamaa alikuwa kitu Odysseus. Na kutokana na hicho kitu sasa umeona mfalme wa Phaeacians akaamua kutengeneza boti special kwa ajili ya Odysseus, na imchukue kutoka katika ardhi ya Phaeacians kuna moja kwa moja pande za Ithaka. Na kwa kabisa tunaona umeona hii boti inafanikiwa na kupeleka moja kwa moja pande za Ithaka. Na hapa tunaamini kitu kimoja kwamba hichi kitu kilikuwa kimetumia takriban miaka 20 yani, tangu mchizi aondoke pande za Ithaka kwenda Troy, na hadi sasa yani umeona Odysseus kutoka moja kwa moja umeona katika kisiwa hichi au eneo lake la Ithaka, na moja kwa moja anaenda kwa marafiki ambao anawaamini, kwa sababu hadi sasa naamini kitu kimoja kwamba akiingia moja kwa moja katika palace yake, basi bila shaka kuna watu ambao watamuua kwa sababu hawapendi ujio wake. Kwa moja akaenda kukaa kwa rafiki yake mmoja
mmoja kabisa ambaye alikuwa ni royal, yani umeona mpaka hapo katika maisha ya Odysseus. Na hapa ndo kwa bahati nzuri anafanya kukutana na mwanae wa kiume Telemachus, na kipindi ambacho kimepita miaka 20. Kwa udogo hapa hakumwamini kabisa kama huyu alikuwa ni baba yake, na baadaye kabisa akaamini kama ni baba yake. Na baadaye kabisa tunaona sasa hapa muone huyu mungu wake, mungu wa Ithaka anaitwa Athena, akaamua kumbadilisha sura au muonekano muone Odysseus kuwa mzee, kiasi kwamba sasa umeona ili arudi nyumbani ndani ya palace hapo kujua kama je moyo wa mke wake Penelope bado unampenda yeye kama yeye, na vivyo pia utamsaidia yani kujua wakina nani maadui na wakina nani ni watu wazuri. Na kwa upande mwingine pia wachumba walikuwa washajua kwamba Penelope aliwadanganya, kwa sababu Penelope alimwambia kitu kimoja kwamba okay, umeona kuna sanda na ifuma kwa ajili ya baba mkwe ambaye kafariki dunia. Kwa hiyo sanda ikiisha tu basi bila shaka nitachagua mchumba kati yenu nyinyi, umeona mpaka hapo. Ila ni kwamba sasa Penelope alikuwa akifuma sasa, umeona ile sanda likifikia kati au usiku wake analifumua tena. Kwa kiasi kwamba sasa umeona ilikuwa inachukua milele yani kutengeneza ile sanda. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba Penelope alikuwa hajui kwamba mume wake Odysseus tayari alikuwa yupo ndani ya palace ndani ya Ithaka, na mtu pekee ambaye alitambua umeona kama huyu mzee alikuja hapa alikuwa ni Odysseus, alikuwa ni kijakazi huyu wa Odysseus, umeona mpaka hapo. Ila Odysseus akamwambia kitu kimoja kama vipi, wewe funga mdomo wako usiwaambie watu. Na baada ya hapo tunaona Penelope wanaambiwa kuwapa testi fulani hivi hao wachumba kwamba okay, kuna upinde hapa Odysseus, kwa mtu pekee ambaye atafanikiwa kuchukua hii kamba na kuingiza katika upinde wa Odysseus, na vivyo pia sasa kuchukua umshale na kupiga testi fulani ambayo itapita katika vitabu vyote, basi bila shaka huyo mtu ndio nitamchagua kuwa mume wangu. Bila kwa bahati mbaya sasa muona washikaji wote ambao walijaribu walishindwa kuchukua hii kamba na kuingiza ndani ya upinde, na mtu pekee ambaye alifanikiwa umeona katika testi ya kwa mwingine alikuwa ni mzee huyu umeona, ambaye sisi watazamaji tunafahamu kama alikuwa na Odysseus. Na baada ya kupiga hii testi na kushinda, sura yake ilibadilika kutoka uzeeni na kuwa Odysseus, na wachumba wote walishangaa kinoma, inakuwaje kumbe mzee alikuwa na Odysseus, walikuwa wajui kabisa. Na tunaona hapa umeona Telemachus pamoja na babake mzazi Odysseus wanaua wachumba wote, umeona, kwa sababu wachumba walikuwa sio wachumba tu, walikuwa na mpango wa kuchukua ufalme wa Ithaka, na vivyo pia walikuwa na mpango wa kumuua mtoto wake wa kiume Telemachus. Na baada ya hapo tunaona sasa Odysseus anafanikiwa kukutana na mke wake kipenzi Penelope, na maisha yanaendelea kama kawaida. Kwa ujumla sasa ilikuwa ni story nzima kuhusu Odysseus, umeona, katika movie ya Odyssey, umeona mpaka hapo. Kwa tujue sasa Christopher Nolan umeona hii story ataichukua vipi yani, umeona mpaka hapo. Kwa hiyo at least upata story nzima yani kuhusu jamani nani na ni maandalizi mazuri kabisa yani ya kujiandaa kuangalia movie ya Christopher Nolan. Na kwa review ambazo zinafuata ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, stay tuned.